na bashasha, pokea zangu salamu. Natumai umzima na buheri wa afya popote pale unapotazama runinga ya KU. Na kwa moyo mkunjufu basi mpenzi mtazamaji na kukaribisha rasmi kwa taarifa zetu za mizizi ya habari, ambapo daima dawamu huwa tumekutayarishia mengi kuanzia humu nchini na katika anga za kimataifa. Lakini kama ilivyo desturi yetu, tuanze kwa vidokezo. Rais William Ruto atia saini mswada wa watu wanaoishi na ulemavu wa mwaka 2023. Waziri Mkuu Musalia Mudavadi akutana na katibu wa serikali Marekani Marco Rubio ili kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia. Baadhi ya wafuasi wa chama cha UDA waonyesha hasira baada ya kuondoka kwa ghadhabu katika mkutano na wanahabari Embu. Na waumini wa kanisa Katoliki na ulimwengu mzima wasubiri ishara ya moshi mweupe katika uchaguzi wa papa mpya nchini Vatican. Hii ni mizizi ya habari na Akida Kasim. Naam, bila shaka ukiwa nami ni Nadra Chombo kuenda mrama. Nikukumbushe pia mpenzi mtazamaji, tuko mbashara katika channel yetu ya YouTube ambayo ni KUTV News Kenya. Pia unao fursa ya kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii pale Facebook, Instagram na TikTok. Tunapatikana kama KUTV Kenya. Mimi binafsi unaweza nipata kama @Akida Kasim. Mwenzangu wa leo kwa lugha ya ishara si mwingine bali ni Sami Okelo. Na kusihi tuandamane hadi tamati. Rais William Ruto hii leo ametia saini mswada wa watu wanaoishi na ulemavu wa mwaka 2023 na mswada wa kuzidisha mgao wa serikali za kaunti wa mwaka 2025 uliopitishwa na bunge la seneti na bunge la kitaifa. Mswada huo uliopendekezwa na kufadhiliwa na seneta Crystal Asege unatarajiwa kuhimiza haki na ujumuishaji wa watu wanaoishi na ulemavu, ikiwemo motisha ya kifedha kama vile unafuu kwa kodi kwa waajiriwa na waajiri na nafuu za marekebisho ya sehemu za kazi. Rais William Ruto amefanya kuwa sheria mswada wa watu wanaoishi na ulemavu wa mwaka wa 2023 na mswada wa kuongeza mgao wa serikali za kaunti wa mwaka wa 2025 katika ikulu ya Nairobi, huku wakihudhuria wawakilishi wa bunge la seneti na mawakili wa haki za walemavu. It has been my singular honor and duty this morning to sign into law the Persons Living with Disability Bill 2025, a progressive piece of legislation that reaffirms the dignity and rights of all people living with disabilities in Kenya. Mswada huo unatarajiwa kupelekea ujumuishaji wa mipango ya kuhimiza haki za ujumuishaji wa watu wanaoishi na ulemavu, ikiwemo nafuu za kifedha kama vile mapumziko ya ushuru kwa waajiri na waajiriwa, pamoja na matoleo kwa ajili ya marekebisho ya sehemu za kazi. Inapendekeza adhabu kwa watakaoenenda kinyume na haki zilizopendekezwa katika mswada huo. Vile vile italinda walemavu kutokana na hujuma za kijamii na pia utasaidia kuboresha ujumuiya wa baraza la watu wanaoishi na ulemavu nchini ili kuhimiza na kupelekea sera zinazohusu ulemavu kwa kuhifadhi 5% ya kazi za kaunti na vibanda vya masoko kwa ajili ya walemavu na kuunda mabaraza ya kamati za washauri wanaoishi na ulemavu. By all stakeholders, including national and county governments, legislators, civil society, the private sector, and all Kenyans of goodwill. I assure you that the government of Kenya is fully committed to translating the provisions of this law into tangible improvements in the lives and welfare of persons living with disability. Katika sekta ya elimu, mswada huo utapelekea ujumuishaji wa mazingira bora yaliyoundwa spesheli kwa ajili ya watu wanaoishi na ulemavu. Mswada huo utapelekea huduma bora za kiafya kwa walemavu, ikiwemo huduma za urekebishaji wa tabia. Rais amesisitiza ujumuishaji wa walemavu katika zabuni za kijamii. Hili litapelekea vipimo na usawa katika ugavi wa zabuni katika sekta na taasisi mbalimbali. Both national and county governments will play our role
and all other institutions will take their place in making sure that we execute the provisions of this framework and make people living with disability in Kenya proud. Elimelek Modori, runinga ya KU. Na kwingineko tunaarifiwa kwamba washukiwa watatu wamefikishwa mahakamani hii leo kuhusiana na mauaji ya mbunge wa Kasipul marehemu Charles Ongondo Were. Haya yanajiri wakati safari ya mwisho ya marehemu Were ikianza, mwili wake ukisafirishwa mapema hii leo kutoka hapa jijini Nairobi kuelekea kaunti ya Homa Bay kwa ajili ya mazishi. Mwanahabari wetu Yvonne Kimuma na taarifa kamili. Juhudi za uchunguzi zilizofanywa na huduma ya kitaifa ya polisi kuhusu mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Were sasa zimethibitisha kupatikana kwa bastola iliyotumika katika matukio hayo ya kinyama. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja, baada ya uchunguzi wa kitaalamu wa risasi yani ballistics, bastola aina ya Sazel Mas iliyopatikana nyumbani mwa mmoja wa watuhumiwa ilibainika kutumika katika mauaji hayo. Katika uchunguzi unaoendelea, polisi wamekamata jumla ya washukiwa 10 wanaohusika na tukio hilo. Miongoni mwa waliokamatwa ni dereva na mlinzi wa mbunge huyo. Kulingana na maafisa, wawili hao walitoa maelezo yaliyokinzana kuhusu tukio la usiku wa mauaji. Mwingine aliyekamatwa ni mwanachama katika bodi ya shirika la kiserikali pamoja na washukiwa wengine wawili waliotiwa mbaroni hapo jana, Edwin Odhiambo na Dennis Sewe Munyasi, waliokamatwa kufuatia uchunguzi wa awali ulioongoza maafisa wa DCI kuwafikia. Bastola ya Sazel Mas na risasi 9 zilipatikana nyumbani mwa Dennis Odhiambo. Wakati haya yakiendelea, maandalizi ya mazishi ya mbunge huyo yameingia katika hatua ya mwisho. Mapema leo mwili wake ulisafirishwa kutoka uwanja wa ndege wa Wilson Nairobi hadi uwanja mdogo wa Kapunde ulioko Homa Bay, ambako ulipokelewa na viongozi mbalimbali wakiwemo gavana wa Homa Bay Gladys Wanga, mbunge wa mji wa Homa Bay Peter Kaluma pamoja na wakazi. Were anatarajiwa kuzikwa nyumbani kwao hapo kesho. Yvonne Kimuma, runinga ya KU. Naam, tunasema Mola ilaze roho yake palipo na wema. Tukifuliza hadi kimataifa ni kwamba waziri mkuu wa masuala ya kigeni ambaye ni Musalia Mudavadi amekutana na katibu wa Marekani Senator Marco Rubio mjini Washington ili kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia na kibiashara kati ya Kenya na Marekani. Aidha, Rubio alieleza kuwa Marekani inaunga mkono juhudi za amani Afrika na kusisitiza msaada wa Marekani kwa uongozi wa Kenya katika ujumbe wa kimataifa wa amani nchini Haiti. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi alikutana na seneta wa Marekani Marco Rubio mjini Washington kujadili ushirikiano wa kidiplomasia na biashara kati ya Kenya na Marekani. Mkutano huu uliangazia masuala muhimu ya usalama wa kanda na kimataifa, huku ukisisitiza umuhimu wa mataifa haya mawili kuimarisha uhusiano wao wa kibiashara na ushirikiano wa kidiplomasia. Licha ya Marekani kujiondoa katika msaada wa hazina wa uaminifu hapo awali, Mudavadi ameeleza nia ya Marekani kujihusisha na juhudi za Kenya katika operesheni ya usalama wa kimataifa nchini Haiti. Haya yanajiri chini ya mwaka mmoja baada ya zaidi ya maafisa wa polisi 700 kutoka Kenya kutumwa Haiti kwa operesheni ya kuimarisha usalama. Afisa mmoja wa polisi kati ya maafisa waliotumwa Haiti aliripotiwa kufariki mwezi Machi mwaka huu, huku afisa mwingine akitoweka asijulikane alipo. Huku Mudavadi akieleza nia ya katibu wa Marekani Senator Rubio Marco kutembelea Kenya hivi karibuni ili kuimarisha zaidi uhusiano wa taifa. Umeashiria hatua muhimu katika kuimarisha ushirikiano wa muda mrefu kati ya Kenya na Marekani. Blue Ismail Hassan, runinga ya KU. Na tukirudi hapa nchini ni kwamba baadhi ya wafuasi wa chama cha UDA katika ngazi ya mashinani kimeonyesha hasira yao baada ya kuondoka kwa ghadhabu katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika kaunti ya Embu jana. Wafuasi hao walikishtumu chama tawala kwa kupuuza maendeleo katika eneo hilo, licha ya mchango wao mkubwa katika kumsaidia Rais William Ruto kuingia madarakani. Viongozi hao waliokatishwa tamaa sasa wameamua kujitenga na chama cha UDA.
kuwa shwari Embu baada ya viongozi wa mashinani kulalamikia kile walichokiita usaliti wa kisiasa na kupuuzwa kwa maendeleo na chama cha UDA. Viongozi hao walidai kuwa walijitolea kwa hali na mali wakati wa kampeni na usajili wa wapiga kura, lakini sasa wametemwa na serikali walioisaidia kuingia madarakani. The people that we were fighting for cannot even take our cause. If we were to tell them that we have a meeting here to discuss the challenges of the party in Embu, they would send goons to come and chase us away. We spent our resources, financial and otherwise, and being cognizant of the fact that, we are the people who convince the populace of Embu people to vote for this government. We feel that we no longer want to be associated with a system that has failed our people in terms of service and delivery. We wish to register our disappointment to the UDA party for giving a deaf ear despite working for to build the party from scratch, from the grassroots. It is so unfortunate that despite all the work done, time used and resources used from the top officials to the grassroots. Viongozi hao waliongeza kuwa juhudi zao za kukutana na mwenyekiti wa UDA ambaye ni gavana wa Embu Cecily Mbarire kujadili utoaji wa huduma zimegonga mwamba, wakisema kuwa gavana huyo hawapati muda. We have made frantic efforts to make sure that she meets with this team of leaders to no avail. We said it's okay. If she didn't want to meet with the leaders, she can as well deliver on the promises. She has failed. She has let down the people of Embu. Katika hatua ya kushangaza, viongozi hao walijitenga wazi na chama cha UDA pamoja na serikali ya Kenya Kwanza na kuitaja kama talaka ya kisiasa. Walishtumu serikali kwa kuwasahau wafuasi wake waaminifu na kuwanyanyasa vijana, wakiongezea kuwa kuna visa vya utekaji nyara wa vijana na uongozi huo. The leadership does not value us, does not remember the much we did for them, does not even remember our names now. Then we should go home. Kadri hali ya kisiasa inavyozidi kubadilika Embu, macho yote sasa yanaelekezwa kwa hatua itakayochukuliwa na wafuasi hawa waliokatishwa tamaa na serikali walioitumainia. Akida Kasim, runinga ya KU. Na Waswahili husema dalili ya mvua ni mawingu. Letu ni jicho na sikio. Kwingineko, naibu rais Kithure Kindiki ameahidi kuwa serikali itaangazia swala tata la hatimiliki za ardhi zinazomilikiwa kikoloni kaunti ya Nyandarua. Kindiki alisema haya katika ziara yake kaunti hiyo, alikosisitiza kujitenga na siasa na nia ya kuhakikisha utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza, huku akisema hamna hila kwake kuzuru eneo la Mlima Kenya au yeye kuwapokelea wajumbe kutoka eneo hilo nyumbani kwake Nairobi, eneo la Karen. Wamesema colonial villages ikiwemo Mawingo hapa village title deed haijatoka. Nimeitana mkutano watu kutoka hapa Nyandarua wakuje pale Karen. Nimeita waziri na PS wa ardhi. Wakati tunatoka Karen siku ya Jumanne tarehe 13 tutatoka hapo na jawabu na program ya kumaliza title deeds za Mawingu na ile colonial villages ambazo zimebaki. Mimi nawaomba tuendelee kuwa kitu kimoja na sisi tusikue watu wa kuleta siasa ambaye ni siasa mpya hapa kwetu Central. Sisi tumekuwa watu werevu. Tunajua kila wakati kila kitu iko na majira yake. Si wakati wa kampeni utafika, si tutanyoroshana wakati wa kampeni. Saa hii ni wakati wa wera, sio wakati wa kampeni. Rais William Ruto na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga
waliongoza hafla ya kutunuku hati ya usajili wa Chuo Kikuu cha Uzima mnamo Mei tarehe 8 mwaka 2025. Chuo kikuu hicho kilianza safari yake ya kitaaluma mnamo tarehe 27 Agosti mwaka 2012 kwa kuwaweka wanafunzi wake wa kwanza ambao ni 21 waliokuwa wakisomea shahada za udaktari wa tiba, upasuaji na uguzi. Aidha, chuo hicho kinajiunga na vyuo vingine nchini na kufikisha idadi ya watu 80 vilivyosajiliwa rasmi Kenya. Na mpenzi mtazamaji, baada ya taarifa ni ruhusu nipumzike kidogo, ila nakusihi usiende mbali kwani mengi bado ninayo akibani. Access to knowledge, solution to unanswered questions. Guidelines to pursuing your rights and repossessing your property, intellectual or material. This and more only on Law Matters. Unatazama Mizizi ya Habari na Akida Kasim. Na mkaribu tena na shukran sana kwa kuendelea kuwa nasi. Serikali imezindua mpango wa kuwasajili wafungwa kote nchini kwenye mpango wa bima ya kitaifa ya SHA, ikilenga kuhakikisha kila Mkenya anapata huduma za afya kupitia mpango huo wa afya kwa wote. Zoezi hili lililoanza katika gereza la wanawake la Lang'ata linahusisha pia usajili wa vitambulisho vya kitaifa na litakalotekelezwa katika magereza na vituo vya kurekebisha tabia kote nchini. Aidha, serikali italipia kikamilifu ada za bima kupitia idara za huduma za magereza. Hadi sasa wafungwa takriban zaidi ya 8,000 wamesajiliwa. Since the initial rollout of SHA in November 2024, our officers have been working across the counties to register inmates into the universal healthcare system. Earlier it was so tough. It was only people who were under payroll that were able to access through NHIF. But now we are talking of SHA. This is a noble position that the government has taken, and by having our PSS here today tells you so much how important this SHA registration and replacement of IDs is important. Na wabunge watoa wito wa kuimarishwa kwa kitengo cha ukaguzi wa ndani ili kupambana na visa vya rushwa. Mhasibu Julius Ruto anasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa vitengo maalum vilivyopangwa vyema na vyenye uhuru wa kutosha vya ukaguzi wa ndani katika taasisi za umma, ikiwa ni moja ya hatua za kupambana na rushwa na ufisadi ili kuzuia matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Akizungumza katika kongamano la mkutano wa 22 ya mwaka wa ukaguzi ndani ulioandaliwa na taasisi ya wakaguzi nchini iliyofanyika Mombasa, aidha Ruto alieleza kuwa bunge la kitaifa liko tayari kutunga mfumo imara ya kisheria ili kupunguza ubadhirifu wa rasilimali za umma kupitia marekebisho ya sheria ya ukaguzi. Alisema hatua hiyo haitasaidia tu kukabiliana na rushwa ya moja kwa moja katika taasisi za serikali, bali pia itaangazia upotevu wa muda na rasilimali za kitaifa.
minimization of wastage, leave alone even the direct corruption, because it's a very serious corruption that we're experiencing, especially in the government institutions. Wastage of time, wastage of resources, even the use of motor vehicles alone. Just find people unnecessarily moving around, spending fuel, you know. But then the question sometimes is a challenge on how to specifically pick on those issues. This year, we had the global internal audit standards that were issued that have placed a renewed focus on our excellence in terms of making sure that we are aware of our environment, we are embracing technology, we are also aware of the strategic objectives of the organizations so that we can give timely advice. Huku visa vya kueneza taarifa za uongo na potovu miongoni mwa vijana katika majukwaa ya kidijitali zikiendelea kukithiri, muungano wa elimu ya katiba na mageuzi ikishirikiana na ubalozi wa Ufini umeingilia kati kutoa hamasisho kwa vijana kwa kuwapa mafunzo jinsi ya kutumia demokrasia ya kuzungumza. Mwanahabari wetu Ocheng Cynthia alihudhuria mkutano huo uliofanyika hapa jijini Nairobi na kuandaa taarifa ifuatayo. Kadri habari potovu zinavyozidi kuenea zikiwasilishwa na vijana hasa kwenye mitandao ya kijamii, ndivyo kunayo haja ya uhamasishaji dhidi ya matumizi ya uhuru wa mawasiliano, wajibikaji na udhibiti wa ujumbe hizo. Kwa mujibu huo, muungano wa elimu ya katiba na mageuzi ikishirikiana na ubalozi wa Ufini imejitokeza chini ya muungano wa vijana Tuchanuke kutoa mafunzo na hamasisho kwa vijana jinsi ya kutumia jukwaa hizo za kidijitali pasi na kuvunja sheria na kusambaza habari potovu. We are not only creating awareness on disinformation and misinformation as well as fake news, but also engaging different stakeholders from government, academia, media and civil society on best ways on how to safeguard our freedom of expression and speech without falling victims of fake news. Ili kufanyikisha swala hili, afisa mkuu mtendaji wa muungano huo Joshua Changony alieleza baadhi ya hatua ambazo muungano huo umetumia kuwafikia vijana kwa njia ya mafunzo. Conducting a fellowship of young people to undergo a 6 months training by facilitators who are well equipped with knowledge and skills on misinformation and disinformation. We use podcasts which we upload in social media for many people to get this message freely, engaging with experts, technology companies, government departments that are responsible in regulating information and communication. Aidha, Joshua alitaja kuwa matumizi ya televisheni ya KU imesaidia kufikia idadi kubwa ya vijana, huku akitaja faida, mchango na utangamano wa wanafunzi wa chuo hicho kwenye muungano huo. We've had participation from different universities, and Kenyatta University is one of the universities that have really given a lot of support, where we have quite a number of fellows drawn from Kenyatta University, as well as also essay writers. We had one of the students being awarded today from Kenyatta University, who did a very excellent essay. Hata hivyo, wito ulitolewa kwa serikali ya Kenya pamoja na mashirika mengine kushirikiana ili kuwekeza sheria na vigezo vya kudhibiti matumizi ya majukwaa ya kijamii kwa vijana. Concerted effort from stakeholders, the media, the civil society. We have the Ministry of Information, Communication and Technology. The key recommendation was probably to take this a notch higher and even introduce, digital democracy and digital learning as part of core curriculum activities that will be taught in the higher education. One way we can do this is through cooperation, not just within our country, but with other countries as well, and the organizations that are in control of the social media platforms are not just limited to our country alone. They're limited not just to our jurisdiction, but to the other countries. So there's need to have international cooperation. Kwa upande wake, wakili Esther Kago alitaja baadhi ya sheria ambazo zinafaa kuzingatiwa ili pasitokee ukiukaji wa uhuru wa kuwasilisha hoja mitandaoni, huku akitoa wito kwa vijana kuifahamu fika sheria. Can be a risk to you as an individual and what can be a risk to another individual. Hafla hii imetokana na tukio la hivi karibuni ambapo vijana wameonekana kujitokeza bila uoga mitandaoni na kutoa hisia zao kukashifu utendakazi wa viongozi nchini.
Kadri vijana wanavyozidi kutumia majukwaa ya kidijitali, shirika la Kreko limewahimiza kuwajibika na kudhibitisha jumbe hizo kabla ya kuzieneza. Ocheng Cynthia, runinga ya KU. Shukran sana Ocheng Cynthia kwa taslifu hiyo. Tukisonga mbele, siku ya msisimko mkubwa katika nchi ya Vatican, wakati uchaguzi wa faragha zaidi ukiendelea bila suluhisho kutoka uwanja wa Mtakatifu Petro, macho yote sasa yalielekezwa kwenye bomba dogo juu ya kanisa la Sistine, ambapo moshi mweusi ulionyesha tena ishara kwamba bado hakuna papa. Mwanahabari wetu Emmanuel Kutosi anatuchorea taswira kamili jinsi mchakato huo unavyofanyika huko Vatican. Tazama. Karibu saa 6 mchana huko Roma, moshi mweusi ulipanda juu ya kanisa la Sistine kudhibitisha hofu ya maelfu. Baada ya duru mbili za upigaji kura, makardinali 133 bado hawajakubaliana. Ilikuwa ishara nyingine kutoka ndani ya mchakato wa conclave wa Vatican, ambapo makardinali wanafanya kazi kwa usiri mkali kuchagua mrithi wa Papa Francis aliaga dunia mwezi uliopita akiwa na umri wa miaka 88. Kwa wengi waliokusanyika kwa shauku kusubiri huku ni kwa imani, wengi wanasali, wengine wanaimba nyimbo za kidini, macho yao yakiwa yameelekezwa kwenye bomba ambapo moshi huashiria matokeo ya kila kura ya siri. Moshi mweusi humaanisha hakuna uamuzi. Moshi mweupe utamaanisha papa mpya na shangwe kubwa. Hali ni ya kimya, yenye heshima, lakini pia ya msisimko. Kila moshi unaotoka unakumbatiwa na vigelegele au miguno ya huzuni. Usiku huu, duru nyingine ya upigaji kura inatarajiwa kukamilika muda mfupi baada ya saa 12 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Ndani ya kanisa, wakiwa wamezungukwa na michoro ya kipekee, kila kardinali huwapa kiapo cha usiri wa maisha yote. Hakuna simu, hakuna mawasiliano na dunia ya nje, ni sala, majadiliano na upigaji kura. Sasa waumini na wageni wanaendelea kutazama, wakisubiri kwa moshi mweupe na maneno ya kihistoria, Habemus Papam. Hadi hapo msisimko na mila takatifu vinaendelea kule Roma. Emmanuel Kutosi, runinga KU. Naam, shukran sana Emmanuel Kutosi kwa taarifa hiyo. Kenya imeanzisha mchakato wa kuboresha usimamizi wa wanyamapori kupitia mswada wa marekebisho ya sheria ya uhifadhi na usimamizi wa wanyamapori wa mwaka 2025. Lengo kuu la mswada huu ni kuimarisha juhudi za uhifadhi wa wanyamapori, kuhakikisha ushirikishwaji wa kila mmoja na kuainisha sera za sheria zinazohusu uhifadhi na katiba ya Kenya ya mwaka 2010 pamoja na wajibu wa kimataifa kuhusu uhifadhi wa mazingira. Akizungumza wakati wa mkutano wa ushirikishwaji wa wananchi uliofanyika huko Malindi, katibu mkuu wa Wizara ya Utalii Bi Sylvia Msuya Kihero alisisitiza kuwa mswada huu pia unalenga kuleta manufaa zaidi kwa jamii zinazozunguka maeneo ya hifadhi kwa kuhakikisha mgao wa haki wa faida, kuimarisha uongozi katika sekta ya wanyamapori na kuweka msingi wa upatikanaji wa fedha endelevu kwa shughuli za uhifadhi. Wildlife Conservation and Management Act 2025 bill seeks to modernize how our nation governs, conserves, utilizes, and shares benefits from wildlife resources. Katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na naibu mkurugenzi Mkonyi Kavaka, Bi Msuya alieleza kuwa mswada huu unalenga kuboresha sheria ya wanyamapori ya mwaka 2020 ambayo haikutekelezwa kwa ufanisi wa kutosha kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo ukosefu wa ushirikiano kamili wa jamii. Hii mswada imekuja timely kabisa kwa sababu ni maswada ya kuangalia kama tutaweka vitu kama kwa sheria. Now, ukiangalia kama Nairobi River inakuja na takataka nyingi sana, na mwisho hiyo taka inafika huku kwetu sisi Kilifi County, na inaathiri wale wanyama wako area zetu.
Washikadau mbalimbali walioshiriki katika kikao hicho walisihi serikali kushughulikia kikamilifu suala la migogoro kati ya binadamu na wanyamapori, wakidai kuwa serikali imekuwa ikiwapa kipaumbele wanyamapori kuliko maisha ya wananchi wake. Wengine wakikosoa uamuzi wa kufanya mikutano hiyo mjini badala ya maeneo ya hifadhi ambapo athari za moja kwa moja zinahisiwa na jamii. Kama kungekuwa na civic education, hii ministry iweze kuweka civic education to the grassroots, wananchi waweze kuelezewa kwanza, waone ile faida, then there will be a very good coexistence. Watakuwa watu na wanyama wataweza kuishi nao wakijua ni faida gani ambayo wanaipata kutokana na huyu mnyama kuweza kumfanya aweze kuwa hai. Zoezi hili la ushirikishwaji wa umma linaendelea katika maeneo tofauti tofauti nchini, likilenga kukusanya maoni ya wananchi kuhusu mswada unaopendekezwa ili kuhakikisha sheria mpya inawakilisha mahitaji ya kila mmoja. Stephen Masha, runinga ya KU, Nairobi. Tunaarifiwa kwamba timu ya Kenya ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 Rising Stars iling'atuka kwenye mashindano ya AFCON chini ya miaka 20 baada ya kutoka sare ya mabao 2-2 dhidi ya Nigeria. Kenya ilipoteza mechi zake 2 za ufunguzi dhidi ya Morocco na Tunisia kwenye kundi ba, huku matokeo ya jana yakiashiria kuwa chipukizi hao watakuwa wakirejea nyumbani baada ya kukosa kufuzu. Mashindano hayo ambayo hufanyika kila baada ya miaka 2 yataendelea hadi tarehe 18 mwezi huu, huku timu zitakazotinga nusu fainali zitawakilisha bara Afrika katika kombe la dunia mwaka huu nchini Chile. Na timu ya mizinga Arsenal ilibanduliwa kwenye mashindano ya klabu ya bingwa baada ya kucharazwa kwa mabao 2-1 dhidi ya PSG katika mechi ya mkondo wa pili ya nusu fainali. Hapo awali wanabunduki walikuwa wamepoteza mechi ya mkondo wa kwanza wakipokea kombora ya bao 1-0 jibu dhidi ya PSG. Aidha, PSG imefuzu hadi kwenye fainali kwa jumla ya mabao 3-1. Kwingineko, Manchester United itakuwa mwenyeji wa Atletico Bilbao leo ugani Old Trafford baada ya
Na mpenzi mtazamaji, baada ya taarifa hiyo nasema sina la ziada. Niseme shukran sana kwa muda wako uliotenga kutizama taarifa zetu. Mimi na wewe kukutana tena panapo majaliwa yake Maulana wiki ijayo. Daima ukiniita Akida Kasim nitaridhika. Mwenzangu wa lugha ishara amekuwa si mwingine bali ni Sami Okelo. Tunakutakia usiku mwanana.